Asubuhi ya leo kwa jina la Bwana Yesu. Tunamshukuru Mungu, hatimaye tunaye mchungaji wetu hapa. Na anaendelea vizuri. Mungu amesikia kuomba. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Sasa leo ni siku ya kumalizia somo letu, kitabu cha Ufunuo wa Yohana kama kilivyo maarufu, lakini kwa kweli chenyewe kinaitwa Ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Na leo tuna sura ile ya 20 mstari wa 11 mpaka sura ya 22 mstari wa 21. Yaani tuna sura mbili na kakipande kadogo. Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu, tunalibariki na kulitukuza jina lako tukufu mno. Asante kwa kutuleta mahali hapa katika wiki hii nzima ambayo tunaisikia sauti yako ikinena nasi, kwa sababu neno lako ni sauti yako. Tumekuja ili kukutana na neno lako, na tunakushukuru kwa kuwa ili kupendeza kutumia wanadamu kusema na wanadamu. Basi nipake mafuta, utujalie kusikia kwa kuwezeshwa na Roho wako Mtakatifu. Tujalie kwa wale watu ambao wanasikia, wanapokea, wanayatendea kazi, kwa maana uheri uko kwa wale wayatendayo maneno yako. Sisi tunaomba hivi na tuko tayari kusikia, katika jina lake Mwokozi wetu Yesu. Amen. Kama tulivyo nena juzi, kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha miisho, ni hitimisho la historia. Ni mwisho wa historia ya wanadamu mpaka pale ambapo kunakuwa kumefungwa kabisa ukurasa wa mwisho. Na bila kitabu cha Ufunuo tusingeweza kujua mambo yanaishia namna gani. Na kuanzia sura hii ya 19, sura ya 19 kuanzia mstari wa 11 tuliona mwisho wa utawala wa wanadamu pamoja na shetani. Na ndio mwisho huu, hapo ndio mwisho hasa wa kipindi ambacho tunacho. Unaposikia kwa mfano Yesu alisema, natazama niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Dahari ni kipindi, ni aion wanaita Kiyunani, kipindi ambacho kwetu sisi kinaisha kabla ya kuisha. Yaani sisi tulio hapa tunanyakuliwa, tunamaliza, lakini kipindi kinaendelea. Maana utawala wa Adamu bado unakuwepo mpaka mwisho wa miaka ile 7 ya dhiki. Ndipo anakuja Adamu wa pili ambaye amekwisha kuja kutuokoa, lakini anakuja sasa kusimika utawala mpya, utawala wa theokrasia, yani wa Mungu kuwa mfalme moja kwa moja kwa wanadamu. Lakini baada ya hilo tunaona sasa mwisho wa vitu vyote. Mstari wa 11 sura ya 20 tunaona hatima ya waovu hasa, na jinsi ambavyo Mungu anaigawanya dunia kwenye makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza likiwa ni wale walioandikwa kwenye kitabu cha uzima, ambao wamepita kutoka mautini kuingia uzimani kwa kumpa Yesu maisha yao. Na unajua hata wale wa Agano la Kale wanaokolewa na damu ya Yesu ile, si ndio? Ile damu ya ndama na mbuzi, na ilikuwa mfano wa damu ya Kristo. Tofauti yetu na wao ni kwamba wao walimtazama Mwokozi ajaye na wakaweka imani yao juu ya dhabihu iliyokuwa imeamriwa na Mungu kama mfano wa dhabihu ile ijaye, Kristo Yesu. Sisi tunamtazama nyuma, amekwisha kuja, lakini wote tunakutana pale Calvary kwa kuokolewa na damu ile ile. Hilo ni kundi moja, na fungu lao ni mbingu mpya na nchi mpya milele. Lakini kundi la pili ni wale wasioandikwa kwenye kile kitabu. Na ndugu zangu, niwaambie ukweli, mwenye akili, unajua lugha Ufunuo inatumia maneno kama hapa ndipo penye hekima na subira ya watakatifu. Imenenwa maneno hayo mara kadha wa kadha, kuonesha kwamba wenye hekima, wenye akili, kuna kitu anakitazamia. Na kama kuna kitu wewe na mimi tunahitaji kumwomba Mungu ni akili, uelewa wa wenye haki.
Na malaika alisema kwa habari ya Yohana Mbatizaji, atawatilia waasi akili za wenye haki. Kwa maneno mengine, wenye haki wana aina fulani ya akili inayowapa kuishi vile wanavyoishi, na sehemu ya akili hiyo ni kutazama mwisho. Unajua, ukitaka kuishi vizuri leo, tazama mwisho ukoje. Mwisho utakupa nidhamu leo, utakusaidia kuishi leo sawa sawa. Maana hufikii mwisho mwema kwa bahati mbaya, hufikii mwisho mwema kwa ajali, unafikia mwisho mwema kwa kujiandaa na mwisho huo. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Sasa sura ya mstari huo 11 unatuonyesha huo mgawanyo wa makundi mawili ya watu. Anasema mstari wa 11 sura ya 20, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, wala mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa sawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Hapa Bwana Yesu anatokea kama mhukumu ulimwengu, kwa maana ya ile hukumu ya mwisho. Amefanya hukumu katika zile siku za juma la 70, miaka ile 7, lakini hapa hii ni hukumu ya mwisho. Hapa ndipo linatimia ile neno Mungu alilitabiri kwa kinywa cha Isaya, akasema, kama niishivyo, kila mtu, kila wanadamu wote, kila ulimi utakiri na kila goti litapigwa mbele zangu. Hapa ni mahali ambapo watu wanamconfront Mungu moja kwa moja, wanakutana naye moja kwa moja. Na huyu anayesimama, anayekaa kwenye kile kiti ni nani? Ni Yesu. Unakumbuka Yesu alisema kwenye Injili ya Yohana pale kwamba Baba hamhukumu mtu yeyote, ila amempa mwana hukumu yote. Yeye ndiye mwamuzi wa mwisho, na vitabu vinaletwa mbele yake. Vile vitabu vinazungumzia, vina rekodi ya kila mwanadamu. Moja ya vitu vya kukumbuka ni kwamba Mungu ana rekodi sahihi ya kila mtu duniani, kwamba ni muovu au mwema, kuanzia kwenye attitude za moyo wake, namna alivyo moyoni, namna aonavyo, fikra zake, kunena kwake, kutenda kwake, kila mtu. Lakini kinachowatofautisha ni kitabu kimoja cha uzima. Kama mtu hayuko kwenye kitabu, basi yanamuhusu haya vitabu vingine. Na wakati mwingine watu tumesema dhambi zote ni sawa mbele za Mungu kwa makosa. Dhambi zote ni dhambi, zinahukumiwa, lakini zote si sawa na hazina uzito mmoja. Ndio maana maandiko yanasema kila mtu, wote wakahukumiwa sawa sawa na nini? Matendo yao, kama ilivyoandikwa. Utakumbuka Yesu alizungumza na Pilato akasema, wewe usingekuwa na mamlaka hiyo. Alikuwa amemuuliza Pilato, usemi nami? Ujui nina mamlaka ya kukufungua na kukusulubisha? Akamwambia, wewe usingekuwa na mamlaka yoyote, usingekuwa umepewa kutoka juu. Kwa sababu hiyo, aliyenitia mikononi mwako yuna dhambi kubwa zaidi. Kumbe kuna dhambi kubwa zaidi, na kwa maneno mengine, na hukumu pia ni kubwa zaidi. Alisema na miji ile ambayo haikutubu, akina Korazini, Bethsaida, akasema miujiza iliyofanyika kwenu ingelifanyika Tiro na Sidoni, wangelitubu. Akasema ingelifanyika Sodoma na Gomora, ungekuwepo mji huo hata leo. Lakini akamaliza kwa kusema itakuwa rahisi zaidi Sodoma na Gomora kuzistahimili adhabu zake siku ya hukumu kuliko ninyi. Kwa hiyo kuna degrees kama ilivyo mbinguni pia, kwamba kuna viwango vya utukufu na positions zetu katika utawala wa milele na milele. Na jehanamu hiyo, ijapokuwa ni moja, ina degrees za mateso. Na hii ndiyo haki ya Mungu. Mungu tunahitaji kumuelewa kwa ukamilifu wake. Of course hatuwezi kuexhaust kumjua Mungu muda tuwapo hapa duniani, lakini kiwango kile tunachopaswa kumuelewa
tukiwa hapa tunapaswa kumuelewa kwa namna zake tulizopewa, zilizofunuliwa kwenye maandiko. Yeye ni mtakatifu, na yeye kama mtawala, kiti chake, kisoma kitabu cha Zaburi na vitabu vingine pia vinasema kiti chake, msingi wa kiti chake ni haki na hukumu, justice. Na huo ndio msingi wa utawala wowote, hata wa wanadamu duniani. Kama utawala wowote hauna misingi ya haki na hukumu na rehema, huo utawala machoni pa Mungu umevunjika, umeharibika. Yeye ni mwenye haki na ana demand justice, na justice ina sehemu mbili. Hukumu hii, haki, ina mambo mawili. Kuna hukumu kwa maana ya kumlipa mtu mema anayestahili mema, rewarding justice. Lakini pia kuna hukumu kwa maana ya kumlipa mabaya aliyotenda. Yote ni justice, retributive justice. Na Mungu ndiye mwenye hiyo, ndio mwenye haki hizo zote. Yeye sio dhalimu. Maandiko yanasema hata akose kuona kazi yetu tuliyofanya, si ndio? Ndio nature yake hiyo ya justice. Ukiishi katika njia zake, nature yake, tabia yake, hali tabia yake, zile attributes zake, mojawapo ni kukureward, ni kukupa mema. Lakini ukitenda mabaya, justice yake inadai upokee mabaya, na yako unayopokea kwa maisha haya, na yapo tunayopokea kwa milele. Na hiki ndicho tunachoonekana hapa. Kitabu kile cha uzima kinamuonesha tu au huku basi ustahili kwenda huku. Lakini vitabu vingine vinaonesha records na degree za mateso au hukumu ambayo hawana budi kuipata. Lakini pia tunajifunza katika fungu la maandiko ukweli kwamba Mungu ameweka hatima ya wote hao. Hatima ya mwisho kabisa kwa waovu ni mauti ya pili, ambayo ni ziwa la moto. Na hapa imetofautishia ziwa la moto au Jehanamu, sio kuzimu. Maana kuzimu na mauti zinatupwa zenyewe pia kwenye ziwa la moto. Kuzimu, kama tulivyosema juzi, ni rumande, mahali ambapo mtu anafungwa akiwa anasubiri hukumu ya mwisho. Tofauti na rumande zetu hapa ni kwamba ukiwa rumande hapa unaweza ukashinda bado hukumu, lakini kule huwezi kushinda. Maana yake Mungu hawezi kukosea mpaka ukajitetea kwamba nilikuwa sahihi, niondoe sasa nipeleke kule. Ukistahili kwenda kuzimu, maana yake wewe pia umestahili kwenda Jehanamu. Lakini Mungu ni mwaminifu. Ametuambia sisi tuliompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wetu, hatuingii hukumuni. Hiyo ndio jambo la maana sana. Tunaingia, tumeshapita mautini kuingia wapi? Uzimani. Hukumu haipo, haituhusu sisi hukumu ya adhabu. Maandiko yanasema sasa hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Na hapa ndipo penye akili na hekima ya watakatifu. Mtu mwenye akili sahihi zilizosafishwa na Bwana ana maamuzi mazito ya moyo wake kwamba kwa vyovyote sitaji kwenda upande ule wa giza, na kwa vyovyote lazima kitabu changu, ili jina langu sio tu liandikwe, bali libaki kwenye kitabu cha uzima. Wako wanaotuambia leo ukishaokoka basi hata kama ukifanya nini uwezi kupotea, wale wanaojulikana kama once saved always saved. Lakini nakumbuka tulisoma kwenye ujumbe ulioandikwa kwa Sardi ya kwamba wale wasioyatia mavazi yao uchafu sitafuta, anasema sitafuta kamwe jina lao katika kitabu cha uzima, si ndio? Si ndio? Lakini Musa pia alimwambia, unajua kitabu hiki ni cha zamani, tangu zamani kabla ya kuwa kwa misingi ulimwengu kiliandaliwa. Usifikiri kitu cha Agano Jipya tu. Musa alimwambia Mungu ya kwamba ikiwa utasamehe, alikuwa anawaombea Waisraeli, ikiwa utawasamehe watu hawa, la sivyo nifute kwenye kitabu chako ulichoandika. Si unakumbuka? Kutoka sura 32 Bwana akamwambia, aliyenitenda dhambi ndiye nitakayefanya nini? Nitakayemfuta. Kumbe kuna kufutwa, asikudanganye mtu. Unaweza ukaandikwa na bado ukafutwa. Inategemea unatembeaje na Bwana. Huwezi kugeuka ukamfuata shetani alafu bado jina lako likawepo pale. Kwa hiyo ujumbe pia wa kifungu hiki cha maandiko ni huu: tunza status yako kwenye kile kitabu. Yaani tunza hali yako. Si umeandikwa? Wangapi wameandikwa huko?
mnasita kuonyesha mikono. Kama una wasiwasi hujaandikwa, let's say the most serious thing in the world. Hakuna kitu serious kama hicho. Niulize, wangapi wameandikwa kwenye kitabu cha uzima? Kama umeokoka umeandikwa huko, lakini unabaki huko kwa kutembea na Bwana. Na hili ndio neno kubwa Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi walipomjia, alipokuwa wamewatuma kwenda kuhubiri. Wakasema, Bwana, hata mapepo wanatutii kwa jina lako. Akamwambia, nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni. Nimewapa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimewapa mamlaka yote, nimewapa amri. Hii mamlaka yote mbinguni na duniani ni yake yeye. Lakini kwa wanafunzi aliwaambia, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakachowadhuru. Lakini akasema, lakini msifurahi kwa vile mapepo yanavyowatii. Hilo sio jambo la kufurahia. Sio kitu cha maana sana. Ila furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. Hili ndio la maana sana. Hakikisha unabaki salama kwenye upande huo kwa gharama yoyote. Fanya maamuzi ya moyo kwamba ni mume, ni mke, ni watoto, ni nani, ni kazi, ni ajira, ni kitu gani, hakuna kitakachonitenga na kile kitabu. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Alafu sura 21 na 22 hizi zinakwenda pamoja. Zinatuonyesha hatima ya watakatifu, hatima ya wale ambao wako kwenye kile kitabu. Anasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Wako wasemao kwamba hii dunia itasafishwa na kutakaswa kwa moto, alafu tutakaa hapa hapa. Hapana, hii inaondoka, inapita. Kama ingekuwa ni hii, asingesema inapita. Lakini pia wanaokwenda na shule hii ya mawazo wanasahau ya kwamba dunia hii ni sehemu ya mfumo wa sayari. Ukisema dunia lazima iwepo, unataka kusema na jua lazima liwepo pia, na mwezi lazima uwepo. Lazima na hii galaxy, ili kundi la nyota la nyota yetu, yani jua inayoitwa Milky Way, ni lazima liwepo. Vitu hivi vinategemeana. Mfumo wa sayari unaondoka. Tuko pamoja jamani? Katika Petro wa pili, hebu nenda pale kwenye Petro wa pili sura ya 3. Anasema, ikianza ule mstari wa 9 na wa 10, anasema, lakini wapenzi, msilisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu awaye yote apotee, bali wote wafikirie toba. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Nchi yenyewe itafanya nini? Itateketea. Huu ni moto wa kutosha. Maanake ukijua kwenye space kulivyo na vitu vizito na vikubwa, unaelewa kwa nini Petro anasema kwamba vitu hivi vitatoweka kwa mshindo mkuu. Vitatoweka. Maana ya kutoweka ni nini? Ni kukoma kuwepo. Tuko pamoja? Kwa hiyo anasema mbingu za kwanza, rudi kwenye Ufunuo, na nchi zimekwisha kufanya nini? Kupita. Na ukiendelea kusoma pale kwenye Petro, anasema tunaitazamia mbingu mpya na nchi mpya, ambayo ndio hii. Anasema ambako haki yakaa ndani yake. Nami nikauona ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Kama vile ambavyo mbingu zitapita, kwa maana ya anga. Unaposikia mbingu na maana ya anga la kwanza na la pili,
zitapita, sio kule mbinguni kwa Mungu, na dunia na dunia nayo kupita, maana yake na mambo yake pia yanapita. Mambo yote ya dunia hii yanapita, na hili ndilo taraja letu. Tunapozungumza habari za mbingu mpya na nchi mpya, ndilo taraja la watakatifu, na mioyo yetu ina matazamio hayo, ndiko macho yetu yanakotazama, na tunaishi kwa ajili ya huko muda tuwapo hapa. Hakuna kitu kibaya kama kuishi unatazama hapa chini, yani kwa mambo ya hapa duniani tu. Wangapi wanajua kuendesha baisikeli? Au baisikeli nafikiri kila mtu, sio kila mtu anajua kuendesha pikipiki, lakini baisikeli unajua kuendesha. Unaonaje kama ukiendesha unatazama usukani tu? Unachochea lakini unatazama hapa tu. Utafika mbali? Utafika mbali? Hata chombo chochote, hata gari, huwezi kutazama kwenye usukani ukasema mimi nahakikisha nimelinda vizuri huu usukani. Utagonga saa yoyote. Unafika ikiwa macho yako wapi? Mbele. Na nakwambia maisha haya ni safari, na kuna mahali tunakwenda. Hatuko hapa kwa milele. Mungu atusaidie tuelewe Mungu anasema nini kuhusu maisha haya. Yani tukijua kwamba sisi ni viumbe wa milele na hatima yetu ni ya milele, basi tutakuwa na akili. Tutavitazama na kuvipima vitu vya dunia hii kwa thamani hasa ya kwake. Unapoona umilele, unaweza ukavipima vitu hivi kwa maana halisi yake inavyotakiwa. Kwa sababu kama kitu ni cha kupita, thamani yake haiwezi kuwa nzito kiasi cha kukuharibu. Yani ndugu zangu, kila kitu duniani kinapita. Ndoa inapita kwa maana ya Yesu ilivyo hapa duniani, mali zinapita, vyeo vinapita, kila kitu kinapita. Dunia yote nayo inapita pamoja na mambo yake. Sasa je, sisi wa milele tushikamane na vitu vinavyopita? Hapana. Mungu atusaidie tuone hivi tunaweza tukatumia maisha ya sasa kwa ajili ya wakati ujao, kuandaa wakati ujao. Na neno hili linalotoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu kwamba tazama maskani yake Mungu ni pamoja na watu na wanadamu, hii ndio hatima na ndio Mungu anafanya kazi kufika hapa. Mambo yote tunayojifunza kwenye Biblia, ujio wa Bwana Yesu Kristo, wote lengo ni hapa. Hii ndio break ya mwisho, tufike mahali Mungu akae pamoja na wanadamu. Hata sasa yuko nasi kwa roho, lakini tunazungumza habari za kuwa naye kabisa physically, yani kuwa nasi milele na milele. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwako tena. Habari njema sana. Wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwako tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kufanya nini? Kupita. Na yeye akatie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama na yafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Kila mahali Mungu aliposema neno kubwa sana aliweka mkazo kama huu. Hata alipozungumza habari za harusi ya mwana kondoo alisema, andika haya maneno ni ya kweli ya Mungu, kwa sababu anajua mambo yakiwa mazuri sana tuna tendency ya kusema labda hayamaanishi hivyo, lakini anasema haya ni maneno ya kweli ya Mungu, kwamba mambo ya kwanza yatapita na yeye atafanya yote kuwa mapya. Akasema, akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Akaja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na vile vinara, vile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo ya mwisho, naye akanena nami akaniambia, njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu,
unashuka wapi? Kwenye dunia hii, si ndio? Si ndio jamani, unashuka hapa duniani? Hapana. Tumekwisha kusoma mbingu za sasa na nchi zitatoweshwa. Sasa kuanzia sura 21, chochote kinachosemwa hapa ni katika mbingu mpya na nchi mpya. Na unaposema mbingu mpya, unazungumza habari za anga jipya na sayari nyingine. Tuko pamoja? Ile imekwisha kupita, ile imekwisha kupita. Na huo mji una neno kwamba ni mji wenye utukufu wa Mungu, na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yaspi, safi kama bilauri. Yani kuna kitu inaitwa Kristo, safi kama Kristo, kama anga. Yani ukiweka hapa unaweza kufikiri hakuna kitu. Ndo maana ya safi kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12, na katika ile milango malaika 12, na majina yameandikwa ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Upande wa mashariki milango 3, na upande wa kaskazini milango 3, na upande wa kusini milango 3, na upande wa magharibi milango 3. Na ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12, na katika ile misingi majina 12 ya wale mitume 12 wa mwana kondoo. Na yeye aliyesema nami alikuwa na mavazi na mwanzi wa dhahabu, apate kuupima huo mji na milango yake na ukuta wake. Na mji ule ni wa mraba, na marefu yake sawa sana mapana yake. Akaupima mji kwa ule mwanzi, ulikuwa kama maili 1500 marefu yake na mapana yake, na kwenda juu kwake ni sawa sawa. Akaupima ukuta, ukapata dhiraa 144 kwa kipimo cha kibinadamu, yani maana yake cha malaika, yani mjumbe kwa lugha nyingine. Na majenzi ya ule ukuta wake yalikuwa ya yaspi, na mji ule ulikuwa wa dhahabu safi mfano wa kioo safi. Na misingi ya ukuta wa mji ilikuwa imepambwa na vitu vya thamani vya kila namna. Msingi wa kwanza ulikuwa yaspi, wa pili yakuti samawi, wa tatu kalkedoni, wa 4 zumaridi, wa 5 sardoniki, wa 6 akiki, wa 7 krisolitho, wa 8 zabarajadi, wa 9 yakuti ya manjano, wa 10 krisopraso, wa 11 hiakintho, wa 12 amesisto. Kabla ya kuendelea, tuseme kidogo kuhusu mji. Huu ni mji unapoitwa Yerusalemu mpya, maana yake nini? Unaposema mpya, maana yake kulikuwa ya zamani, si ndio? Katika mji wa Israel kulikuwa na miji kadha wa kadha sehemu mbalimbali, lakini mji mkuu wa nchi ulikuwa ni Yerusalemu. Na ulikuwa ndio mji ambao ndio mwenye hekalu la Mungu, na uwepo wa Mungu ulikuwa kule mahali patakatifu juu ya kile kiti cha rehema, lile sanduku, juu ile topu ya lile sanduku la agano. Kwa hiyo watu wote focus yao ilielekea kule, kwa sababu ndio mahali ambapo Mungu yuko. Ndio ikulu ya Israel. Hapa Mungu anapozungumza habari za Yerusalemu mpya, anazungumza habari za ikulu ya hiyo mbingu na nchi mpya, ambako kiti cha enzi cha Mungu kiko, ambako utukufu wa Mungu ndio ndiko unakotokea kuangaza nchi yote hiyo mpya, au hiyo sayari yote. Na anatuonyesha ya kwamba mji wenyewe tofauti na tunavyojua miji hivi, ule mji ni mraba, ni cube, yani ni kama boksi lakini kubwa sana. Maili 1500 kwenda hivi na kwenda hivi, ni kitu kikubwa sana, ni bara kubwa sana. Yani hakuna bara kubwa kama hilo duniani. Ukitoka, ngoja nikupe picha ili uweze kuelewa, maana tunataka kupata hii picha hapa. Kutoka hapa mpaka Lusaka ni kama kilomita 2000. Na unajua unaposema maili 1500 ni kama kilomita 2400 hivi. Maana
unaizidisha mara 8 unagawanya kwa 5. Ni kama kilomita 2000 na kitu. Sasa kilomita 2000 na kitu kwenda hivi, hilo ni sawa sana bara kubwa sana. Kwenda tu hivi, yani hii hapa kwanza tu, kabla ya kufikiria huko kwingineko, ni kama dunia nyingine tu yenyewe. Lakini jiji lile majenzi yake ni ya ajabu sana. Unajua miji ambayo imejengwa vizuri sana tunasema imejengwa kwa lami, si ndio? Hiyo miji imejengwa vizuri sana, kila mahali ni lami. Kwa mfano ukienda nchi za watu Ulaya, Marekani, unaweza ukakaa hata mwaka mzima usiguse vumbi, maana kila mahali kuko paved. Kila mahali kuko paved. Yaani udongo unaamua kuutafuta, lakini sio kitu ambacho ukitoka tu unakutana nacho. Na tunafikiri nchi hizo zimeendelea sana. Lakini nchi ile unapoingia kwenye ule mji, barabara yake ni nini kama umeelewa maelezo haya? Ni lami? Ni nini? Dhahabu safi. Unaposikia dhahabu, hizi madini zote zilizonenwa hapa ni madini ambazo zina mfano duniani, lakini zenyewe ni zingine. Maana sikiliza, ulimwengu ule umetajwa kwamba ni ulimwengu usioharibika. Unakumbuka Bwana Yesu alisema nyama na damu haviwezi kurithi kuharibika. Maana haviwezi kurithi mbingu. Kwa sababu mbinguni ni nchi isiyofanya nini? Isiyoharibika. Kila kitu duniani kinaharibika. Kila kitu kinaharibika kwa wakati wake. Unye mnafahamu, dhahabu inaharibika. Chuma, hata dunia inakwisha. Yani hata kama Mungu asingeifikisha mwisho, akiamua kuiacha tu hivi hivi, ita wear out. Wataalamu wa masuala ya space wanakuambia jua haliwezi kuendelea kukaa milele, lina mwisho. Kila kitu duniani kinaisha. Lakini za kule haziishi, ni za tofauti. Maana hata dhahabu zilizoko duniani zinatofautiana. Biblia inatofautisha kwa mfano dhahabu ya Ofiri na dhahabu zingine. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo utaona kwamba anasema dhahabu ya nchi ile ni njema. Hapa anazungumza dhahabu tofauti kabisa isiyoharibika. Dhahabu ambayo yenyewe ni transparent, ni kama kioo lakini bado ni dhahabu. Na madini hizi, wangapi wanafahamu himesis, ile wanaita kalkedoni kwa mfano, zumaridi, kristoliso, kuna mtu ameshawahi kuona? Ni adimu sana. Nilipoanza kufundisha vitabu nilisema hivi, tunaweza kupata wapi madini hizi kwa mfano tukatengeneza modo ya mji huu? Mtu mmoja akaniambia hata kama ungeweza kuzipata huwezi kukaa nayo, maana wakijua unayo nyumbani watakufuata kwa namna yoyote ile. Madini ya thamani sana haya, na kule ndio yanayojenga mji. Imagine madini ambayo hata hapa kuipata ni tabu, ndio yamejenga misingi yake na ukuta wake, nchi hiyo na jiji hilo. Unajua Biblia ilipokuwa inaandikwa kulikuwa hakuna neno jiji, ndio maana anatumia neno mji. This is the city. Jiji ambalo ndio taraja la watakatifu. Anasema na ile milango 12 ni lulu 12, sio mbao. Kila mlango ni lulu moja. Na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo kiangavu. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na Mwana Kondoo ndio hekalu lake. Maanake kusema unaenda hekaluni, maanake unaenda hapo alipo Mungu. Unajua hekalu, siku hizi tuna mawazo tofauti kuhusu hekalu kwa sababu tumezoea kujenga majengo kama haya. Hekalu sio jengo tu kwa sababu ni jengo. Hekalu ni nyumba ya Mungu, ni mahali akaapo Mungu. Ndio maana hili halina stahiki ya kuitwa hekalu kwa maana hasa ya hekalu. Je, ni nyumba ya Mungu? Ndiyo, kwa maana moja tu, imewekwa wakfu kwa ajili ya nani? Ya Mungu na ibada zake. Lakini Mungu anakaa huku? Nauliza jamani, Mungu anakaa huku? Hekalu siku hizi ni mwili wako, maana Mungu anakaa hapo. Hekalu ni mahali akaapo Mungu. Tuko pamoja watakatifu? Na sasa hakuna hekalu kwa sababu gani? Kwa sababu tunamuendea mwenyewe. Hakuna haja ya kusema tunaenda hekaluni ili kwa sababu Mungu anakaa huko. Tunaenda hapo kabisa akaa hapo. Na maandiko yanatuambia na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru na taa yake ni Mwana Kondoo. Jua litakuwepo? Hapana.
Jua litakuwa limetoweshwa. Wanaposikia mbingu na nchi kutoweka, ni pamoja na mifumo yote ya sayari na magalaksi yote kuondoka duniani, kuondoka katika anga. Lakini mwanga wake, imagine mwanga unatokana na Mungu mwenyewe, unatokana na Yesu Kristo mwenyewe, ndio unaoangaza nchi yote ile na jiji lote lile. Na hili ni jiji linalokaa kwenye nchi ile, maana yake nje kuna kwingine. Sio kama naeleweka. Kama ambavyo nasema Dar es Salaam kwa mfano, Dar es Salaam sio Tanzania, ni mji mmoja katika nchi ya Tanzania. Huko kuna miji mingine. Na ndio maana anatuambia hapa, na mataifa, mstari wa 24, watatembea katika nuru yake. Alafu na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. Nani hawa wafalme wa nchi? Nchi ipi hiyo? Nchi mpya. Kumbe kuna wafalme. Unakumbuka tutakuwa tumeanza kutawala tangu utawala wa miaka 1000, si ndio? Na kule tulizungumza ya kwamba kuna watu watakaotawala pamoja na Kristo, ndio sisi. Na anatupa mfano katika zile Injili, anasema kwa mfano, alisema kwa habari ya wale wanafunzi 12, akasema ninyi ndinyi mliodumu pamoja nami katika majaribu yangu, nami nawawekea ufalme, mpate kula na kunywa katika mezani pangu, na kuhukumu kabila 12 za Israeli. Maana yake wanatawala naye. Lakini alitoa ule mfano wa mafungu 10 ya fedha, akasema yule aliyepata mafungu 5 alimwambiaje? Alipewa mafungu 5, akaleta mengine 5 faida, akamwambia uwe na mamlaka juu ya miji mingapi? 10. Maana si alikuwa 10, sasa 5 huku na 5 huku, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Kumbe utawala wa miaka 1000 tunagawana utawala. Na utawala huo umetajwa kwenye kitabu cha Daniel, umetajwa pia hapa kwamba ni utawala usio na mwisho. Miaka 1000 ni awamu tu ya kwanza ya hapa duniani, ambako tunawapata na wengine. Lakini unaendelea kwenye mbingu mpya na nchi mpya. Kwa hiyo ile nchi ina wafalme chini ya mfalme mkuu. Watatoka kwenye maeneo yao na kuleta utukufu wao kwenye ule mji. Ni vizuri kufahamu ya kwamba inapoitwa mbingu mpya na nchi mpya, nchi ni sayari nyingine, na azima neno sayari, kwa sababu si hatuna neno lingine. Ndio maana nasema nchi, dunia nyingine ambayo inatawala, na mataifa watakuwemo, nao wafalme wataingia kwenye mji na kutoka, na watu wataingia kwenye mji na kutoka. Anasema na milango yake haitafungwa kamwe mchana. Hasemi mchana na usiku. Kwa nini? Kwa sababu anasema kwa maana humo hamna nini? Hamna usiku. Nao wataleta utukufu na heshima ya mataifa ndani yake. Tutaletaje? Tutajua wakati ule. Lakini tutaingia kwenye ule mji. Na anasema na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Maana yake akina sisi tutaingia huko. Na mimi nakutia moyo kama ndugu yako katika Bwana, kama mjoli wako katika Bwana, nakutia moyo, azimia kuhakikisha unaingia kwenye huo mji. Hakikisha tu kwamba huo mji haukukosi. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima, wenye kung'aa kama Kristo, kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Katikati ya njia kuu yake na upande huu wa ule mto ulikuwako mti wa uzima uzao matunda aina 12, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Wala hapatakuwa na laana yoyote tena. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwamo ndani yake. Na kiti cha enzi cha Mungu na watumwa wake watamtumikia, nao watamwona uso wake, na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Wala hapatakuwa na usiku tena, wala hawana haja ya taa wala ya nuru ya jua, kwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala hata milele na milele. Hizi sura mbili huwa ni tamu sana kuzisoma. Nimezisoma na kuzisoma, lakini kila saa moyo wangu unapenda kuzisoma. Ninaposikia hivi moyo wangu unaitika tu amen.
tutakuwa pamoja naye milele, nitatazama uso wake mwenyewe. Amen. Unakumbuka Ayubu alisema nitamuona mwenyewe, macho yangu yatamtazama wala si mwingine. Na ndio wakati huu, unajua unaiona ni kama kitu cha kawaida kusikia watamuona uso wake, unaona kama kitu cha kawaida. Kumuona uso wake ni kwa sababu mimi na wewe pia tutakuwa tumebadilishwa sana kiasi ambacho tunaweza kutazama macho yake. Kumuona Mungu Baba uso wake sio kitu kinachowezekana ukiwa hivi na mwili wa nyama na damu. Sio kitu kinachowezekana ukiwa hukukubalika machoni pake, yani hujaokoka. Na kama watu wangepewa kumuona uso wake, wala wasingeweza kustahimili. Paulo anasema hakuna aliyemuona wala awezaye kumkaribia, kwenye Timotheo wa pili anaeleza pale. Lakini sisi kwa nini tunaweza kumuona uso wake? Tutakuwa tumekuwa kama yeye alivyo. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Atatu elevate na kutupeleka pale tulipo. Kuna kitu ambacho watakatifu tunahitaji kukumbuka, kuelewa ya kwamba tumeumbwa kwa makusudi ya kufika hapa. Unajua kipepeo ana ngazi, ana hatua, si ndio? Kuna kuwa na yai, alafu nini? Inaitwa nini ile lava pupa? Inaitwa nini? Katapila. Mdudu tu ambaye ukimwangalia afanani na ua na kipepeo. Alafu kiwavi ambaye unamwona ni mdudu tu, hapendezi. Alafu baadaye yule kiwavi anachanua, anakuwa, unajua kipepeo ni kama ua zuri hivi. Na sisi unatuona hivi, we are still in the making. Bado hatujafika. Tunatengenezwa. Maandiko yanasema yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno hilo lipi? La kufanana kama yeye, kwenye Wakorintho wa pili sura 5. Bado tuko katika hali ya kutengenezwa. Yohana anaandika anasema wapenzi, sasa tu wana wa Mungu. Lakini haijadhihirika bado tutakavyokuwa. Lakini tunajua ya kwamba atakapodhihirishwa tutafanana naye, maana tutakuwa kama alivyo. Na hilo ndio taraja letu. Ndilo taraja letu la kufunuliwa, yani la kuzinduliwa, watoto wa Mungu kuzinduliwa. Yesu alisema kwenye sura ya 13 ya kitabu cha Mathayo, ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Yani kama unavyoona malaika walivyo wakung'aa, hicho ndicho tulichowekewa, kuvaa utukufu ule wa Mungu. Na kwa kuwa tutakuwa tumefanana naye, tunaweza kumtazama machoni. Na hiki ni kitu cha ajabu, kwa sababu sio kipindi. Kitu kinachoitwa wakati kitakuwa kimekwisha. Sijui kama unajua wakati nao ni kiumbe. Wakati nao umeumbwa. Hata ukitoka duniani leo unakuwa above time. Yani hakuna tena ile hali ya kujua ni nusu saa sasa, ni masaa mangapi. It's just a glorious state of being. Unakuwepo tu katika ile hali ya utukufu. Hakuna cha kusema jana ilikuwa ni lini na kesho ni nini. Ni kuwepo tu katika hali ya Mungu, kama Mungu mwenyewe alivyo, milele na milele. Na imewekwa hapa, ndugu zangu, ili tuone aliyotuandalia. Ndio maana kwenye ile sura 21 anasema yeye ashindaye atayarithi haya. Kwa nini? Ni incentive, ni kitu cha kukutia moyo kuhakikisha unashinda. Watu wengine walifikiri wakasema, ni kitu gani kitanifanya nimwache Yesu wangu niende motoni? Nakumbuka zile pambio tulizoea kuziimba zamani. Walijua mambo kama haya, wakapiga hesabu, wakaona kwamba aliniambia mzee wangu Kiwia wakati fulani, akanipa ushuhuda wa mtu ambaye alikuwa anaishi kwenye ndoa ngumu sana. Mke wake anamnyanyasa, anamtesa, hamsikii, hamheshimu. Ndiye anayemwagiza kila kitu. Lakini akasema yule mzee aliamua. Mke wake akamwambia, wewe osha vyombo na osha. Akimwambia wewe kadeki, akafanya chochote kile anafanya, kwa sababu aliazimia moyoni kwenda mbinguni. Aliazimia kutokuweka kikwazo chochote moyoni mwake, hata kama inakuwaje. Nami nataka nikutie moyo kwa neno la Bwana, hata kama ni kazini, hata kama ni kwenye ndoa, hata kama ni popote, tunza utakatifu wako, tunza mavazi yale. Hayo yoyote unayoweza kukutana nayo ni ya kitambo kidogo. Wale walioteswa na zamani zile na akina Kaisari wakitupwa kwenye tundu, kwenye uwanja ambao wana simba wenye njaa, ana wengine kufungwa kwenye mti na kuchomwa moto kama Polycarp. Walivyomfunga wakaweka na kuni na majani chini yake, alafu akamwambia, mkufuru Yesu wewe,
tutakufungua. Akasema nimemtumikia miaka 80 hajanikosea kitu, washeni moto wenu. Wakawasha moto na akaungua na kuisha zake. Kwa nini walivumilia yale? Walijua wanakokwenda. Mmoja aliwaambia wenzake wakiwa wanateswa, akawaambia kwa sauti kubwa, Kaisari anatawala leo, lakini Yesu Kristo anatawala milele. Walikuwa na hiyo, ndio akili ya wenye haki. Wanajua hata kama utanifanya nini, unajua mwanadamu hawezi kwenda mbele zaidi ya kukuua. Yesu anasema msiwaogope wanadamu ambao wakisha kumuua mtu hawana wazalo kufanya zaidi, lakini muogopeni yule ambaye akisha kukuua ana uweza wa kukutupa katika jehanamu, kwa sababu huyo hashughuliki na mwili tu huu, na roho pia ana mamlaka naye. Na sisi tunajua mambo ya maisha haya yanapita kwa haraka. Sio kitu, Mungu atusaidie kukumbuka, sio kitu chochote ukilinganisha na ule utukufu ulio kwa mbele yetu. Maandiko yanasema nao watamwona uso wake, sema amen, na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao, wala hapatakuwa na usiku tena, wala hawana haja ya taa wala nuru ya jua, kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru. Nao watatawala kwa siku 20, no. Kwa miaka bilioni 5, hapana, milele na milele. Kisha akaniambia maneno haya niamini na kweli. Unaona, anarudia yakiwa mambo mazito sana, anatuonyesha kwamba sio utani, sio fairy tale, ni amini na kweli. Naye Bwana Mungu wa roho za manabii alimtuma malaika wake kuwaonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Amerudia lile la kwanza, hayo ndio mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Amemtuma malaika kuwaonyesha watumwa wake. Ndio sisi Mungu amekuwa akituonyesha haya mambo wiki hii. Muulize jirani yako, umeyaona? Anasema natazama naja upesi, heri yeye ashikaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Nami Yohana ndimi niliyeyasikia na kuyaona mambo hayo, na hapo nilipoyasikia na kuyaona nalianguka ili ni sujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Naye akaniambia, angalia, usifanye hivi, mimi ni mjoli wako. Tulisema maana ya mjoli, maana yake nini? Mtumishi mwenza. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako manabii na wa wale wayashikao maneno ya kitabu hiki, msujudie Mungu. Akaniambia, usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama naja upesi. Amesema mara nyingi maneno haya, naja upesi, na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao wawe na amri ya kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa malango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Huyu ni Yesu Bwana yetu, anasema na sisi baada ya kupaa zake mbinguni, ujumbe wake kwa siku za leo. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Na roho na bibi harusi wasema njoo, naye asikiaye na aseme njoo. Kumbe hakuna asikiaye hapa. Jamani, ni ninyi ndio mnaambiwa eti? Ni sisi ndio tunaambiwa? Ngoja nirudie. Na roho na bibi harusi wasema njoo, naye asikiaye na aseme njoo. Naye asikiaye na aseme njoo. Unajua mtu anasema njoo maana yake yuko tayari. Unaweza kuja hata sasa Bwana Yesu, maana niko tayari. Yeye alitufundisha akasema, iweni kama watu wanaomngojea Bwana wao, ili akija na kumbisha wamfungulie mara. Katika kitabu cha Ibrania sura ya 9 mstari wa 28 alisema anakuja kwa hao, anasema na kama wanadamu walivyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, vivyo ndivyo Kristo naye akisha kuteswa achukue makosa ya watu wengi, atatokea tena mara ya pili kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Kanisa siku za leo limepoteza ile hali ya kumtazamia, kuishi kama anakuja wakati wowote. Anakuja
kwa watu walio tayari wamejitakasa katika Kristo Yesu, lakini wanamngoja, wana mioyo ya kumngoja. Usipoteze hali ya kumngoja Yesu. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Ni muhimu sana. Anasema, naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye atoe maji ya uzima bure. Namshuhudia Yohana anasema, kila mtu ayasikie maneno ya nabii wa kitabu hiki, mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Kitabu hiki kina mamlaka ya kiungu na kina matokeo kwa wote wakisikiao, wala wanaoyasikiliza kwa kicho na kwa makusudi ya kuyatenda na kuyashika yaliyoandikwa humo. Maandiko yalisema tangu mwanzo, wasomao kama hivi ninavyosoma mbele yako wamebarikiwa, na wakao wakayasikia na kuyashika yaliyoandikwa humo wamebarikiwa. Na upande wa pili ni kweli pia, wakiyapuuza au wakiyaongeza intentionally, wakafanya kumess up na ujumbe huu ili kupotosha, ni jambo serious. Kwa nini serious? Ni jambo la kiungu. Huu ni ujumbe wa Mungu kwetu. Mungu anasema na sisi, anasema yeye mwenye kuyashuhudia haya asema, naam, naja upesi. Amina. Na uje Bwana Yesu. Neema ya Bwana Yesu na iwe pamoja nanyi nyote. Amina. Amen. Hebu tusimame na kutia moyo kukisoma kitabu hiki. Kile kitabu nilichoandika pale kina mafafanuzi. Kisome tena na tena, kisome tena na tena, mpaka ujumbe huu uwe hai kabisa moyoni, ukuelee, uweze kusimama hapa na kukihubiri hicho kitabu na kukifundisha hicho kitabu. Na ukitoka kushuhudia, kinywa chako kijae maneno haya. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Unajua matokeo ya ujumbe huu ni mengi, sio kwa ajili yangu tu kwa maana ya kuishi maisha matakatifu, lakini kwa ajili yangu, kwa ajili ya kumtumikia pia. Ikiwa unajua hii ndio hatima yetu na hatima ya waovu ni ile tuliyosoma, je, haitakufanya kuwa mshuhudiaji zaidi? Haitakufanya kuwaombea ndugu zako wasiokoka zaidi? Hili ndio jambo lenye uzito zaidi kuliko mambo mengine. Embu kanisa, Mungu atujalie tuamke usingizini, tuwe watu ambao tunamnena Yesu kokote tuliko. Tunafanya bidii kuleta roho nyingi kwa Yesu. Na kama nilivyosema, mambo haya yakikukaa vizuri, hakuna kitu maishani ama kwenye maisha haya kitakubabaisha. Maana utaviona kama vitu vinavyopita vya kitambo kifupi, sio mambo, sio hatima yako hapa sio kwetu. Hebu funga macho yako. Inawezekana umeingia kwenye jengo hili la kanisa, hujaokoka bado, na umesikia maneno haya. Kama umewaona watu wa Mungu waliookoka wanaishi maisha matakatifu, ni kwa sababu wanajua wanakokwenda, wanajua thamani ya umilele. Usirudi ulivyokuja. Unajua hujaokoka bado, okoka sasa. Tutafurahi kushirikiana na wewe katika jambo hili, kukuombea. Kama wewe ni mmoja wao, nyosha mkono, sema na mimi nahitaji kuokoka. Yes, asante kwa mkono huo. Na wewe pale, usiseme ni siku nyingine, usiseme kesho, maana huijui kesho. Basi niombe uchukue hatua, na naomba wahudumu msaidie asije peke yake, umsindikize. Kila mtu ambaye anataka kuokoka njoo mbele. Wewe ulinyosha mkono, na hata kama umechelewa kunyosha mkono, jiunge na hawa wengine, uje mbele. Lakini nitauliza wakati anakuja, inawezekana ulikuja ni mdhaifu katika mwili. Nyumbani kwa Mungu ni mahali pa uponyaji. Kama huko mtu ana namna hiyo, nyosha mkono kama ni mdhaifu katika mwili. Na wewe pia njoo mbele. Sogea karibu hapa, na dumu ule nyuma yake, naomba uombe pamoja naye sala hii. Kwa kawaida kama mtoto anakubali tunamsaidia,
Kama hakubali basi mwache. Basi wagonjwa tutaombea, tukishamwombea